Jahazi TV. Leo tumeshuhudia kusaini hii MOU baina ya chuo chetu cha Karume na taasisi ya Growth Energy kutoka Ufaransa. Lengo kuu ni kuja kuweza kupromote na kumake sure masuala ya nishati mbadala au tunazita hizi renewable energy, ikiwemo masuala ya solar na masuala ya umeme wa magari kuweza kutumika katika kisiwa hichi chetu cha Zanzibar. Lengo kuu katika MOU hii ni kuweza kufanya kazi kwa pamoja na hii Growth Energy kwa ajili ya kufanya masuala mbalimbali ya tafiti yanayohusiana na umeme wa magari, lakini pia kutaka kuanzisha Center of Excellence katika masuala ya umeme wa magari hapa kwetu Zanzibar. Na haya yote tutafanya kwa pamoja, ikiwemo masuala ya kutraining vijana wetu katika masuala mazima ya kumaintain na kuweza kuyahudumia haya magari ambayo yatakayokuwa yanatumia umeme. Kama unavyojua sasa hivi dunia inakwenda katika masuala ya nishati mbadala, yakiwemo masuala ya kuondoa au kupunguza level ya carbon katika maeneo mbalimbali, kwa kuhakikisha kwamba tunatumia nishati ambayo haitochafua mazingira, ikiwemo huu umeme ambao tunatumia katika magari yatakayokuja. Kwa hivyo kama taasisi tumejipanga vizuri kushirikiana na wenzetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile knowledge yote ya masuala ya umeme wa magari tunaipata na kuweza kuidumikia nchi katika haya mambo ambayo tunakwenda nayo, dhana zima ya masuala ya umeme wa magari na mengineyo. Kupitia haya mahusiano ambayo tumeyasaini leo, taasisi yetu itaweza kunufaika zaidi kwenye masuala ya kupatiwa training, lakini pia kupatiwa vifaa ambavyo vitakavyokuwa vinatumika kwa ajili ya kufundishia masuala haya ya umeme wa magari, lakini zaidi ni kupata ile training ya know-how katika masuala mazima ya kumaintain hizi aina za gari ambazo zitakuwa zinatumia nishati hii ya umeme. Lakini mwisho wa siku, kwa pamoja tumekubaliana kuweza kuanzishwa Center of Excellence ambayo itakayokuwa inatoa elimu zaidi kwenye haya masuala ya nishati mbadala, pamoja na haya ya issue nzima ya kutumia magari ambayo yatakutumia aina nyingine za energy kuliko hizi energy ambazo tunazotumia kwa sasa hivi. Kama tunavyojua, dunia inapokwenda sasa hivi inajaribu kwenda katika kutumia nishati mbadala kuliko hii ambayo imezoeleka katika masuala mazima ya vyombo. Kama tunavyojua, kama magari, pikipiki, Honda ni source kubwa, miongoni mwa source kubwa katika uchafuzi wa mazingira. Lakini kama tutatumia hii nishati ya umeme katika kuendesha hivi vyombo au tunazita hivi vehicles vya maringi mawili, bajaji na magari, vitasaidia zaidi kuweza kupunguza uchafuzi wa mazingira katika kisiwa chetu. Kama tunapojua kisiwa chetu ni kisiwa cha utalii. Kwa hivyo ile kitendo tu cha kuwa tuna mazingira ambayo yako less polluted yatasaidia zaidi kwenye kuwaita watalii na kuja kwa watalii kuweza kuona environment ambayo iko green, ambayo haijakuwa imechafuliwa na energy hii, na kuweza kuwa wanaona kama kuna matumizi makubwa ya nishati mbadala katika kisiwa chetu. John Okoro. I'm very delighted to be here again, and we just signed a historic memorandum of understanding, MOU, with the Karume Institute of Science and Technology that seeks to foster collaboration in the areas of capacity building here in Zanzibar on technologies bordering around electric mobility. As part of this, we're going to be also donating a charging station to Karume Institute of Science and Technology. We'll be training professors but also students here, and we also intend to set up an electric mobility center for excellence. We believe that Zanzibar has all it takes to be a leader in e-mobility on the continent, and Karume Institute of Science and Technology, as one of the leading institutions, can lead the way in terms of innovation, in terms of capacity building, and in terms of development that focuses around improving capacity and improving the competence here on the island. I'm very delighted to represent my group, Growth Energy, which is part of Solo Group, a French group present in 6 countries, and we're looking at scaling the work we're already doing in Zanzibar and making investments as well as strengthening capacity here on the island. This has been very good. It's always good to be back. I really love coming back and working here in Zanzibar. I'm very delighted that now our office has expanded. I have members of my team that have joined the company. I have also former students of Karume Institute of Science and Technology that also work for us and work with us right now. So I'm more than delighted to see that the academia can play a wholesome role
in the development of the industry. And companies like ourselves, we want to make sure that there is a close collaboration between the academia and the industry. So I'm very delighted. Always good to be back. I'm happy to be part of the impact and progress here on the beautiful islands of Zanzibar. Kubwa sana kujumuika pamoja na Karume Institute of Science and Technology, especially kuangalia teknolojia jinsi inavyoendelea, na kwa kweli nafurahi kuwepo kwenye kampuni ambayo tupo pamoja kwenye njia ambayo tunaenda kuona jinsi gani umeme unaenda kusaidia katika sekta hii ya usafiri. Na sio tu hiyo bali kuona hata jinsi teknolojia inavyoenda kubadilisha vitu vingi ikiwemo mita za umeme, mita za maji. Ni kitu ambacho tunakifurahia sana na inatupa kipaumbele sana vijana na nafasi nyingi sana pale tunapoona kwamba maisha yanazidi kurahisishwa, na inatupa njia rahisi ya sisi hapa kupita, sababu ukiangalia vijana wengi sasa hivi sio wote ambao wanataka kufanya kazi kubwa. Wengine wanataka kufanya kazi za usafiri lakini hawana mitaji ya kuanzia. Kwa hiyo kupata magari ya umeme inakuwa ni rahisi kwa sababu bei yake nayo ni rahisi, na ukiangalia sasa hivi mafuta yanazidi kupanda bei, inakuwa ni rahisi sana kupata vitu kama hivi. Napenda kuhamasisha sana wanawake kuendelea kupambana, hasa sasa wasichana ambao tayari wapo katika sekta hizi za sayansi. Waendelee kupambana, nafasi ni nyingi sana, na wale ambao ni wako chini huko bado wanaendelea kusoma, wasikate tamaa, waendelee kupambana. Nafasi ni nyingi na fursa ni nyingi sana huko nje, hasa kwenye sekta yetu ya teknolojia. Jahazi TV.